Dodoma kwa kushirikiana na mkoa wa Singida ambayo kwa pamoja naunda mikoa ya kanda ya kati imepewa heshima kubwa kuandaa sherehe hizi ambazo zinafanyika kitaifa na kimataifa kwa mara ya 3. Sherehe hizi hutumiwa na wadau wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi kuonesha teknolojia zinazoongeza tija na faida katika mnyororo wa thamani ya mazao yatokanayo na sekta hizo. Ndugu waandishi wa habari, mpaka sasa wadau 800 wameshathibitisha kushiriki maadhimisho hayo, wakiwemo halmashauri za mikoa ya Dodoma na Singida, Wizara ya Kilimo na Mifugo na pia wizara zingine zote, mashirika ya umma, makampuni ya mitambo na zana, makampuni ya pembejeo, viwanda vya kusindika mazao, makampuni ya nishati, makampuni ya simu, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za fedha na wadau wa kimataifa kutoka nchi ya Kongo, Belarus, China, India, Israel, Japan, Urusi, Netherlands, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Uingereza pamoja na nchi jirani ya Kenya. Aidha, mpaka sasa wajasiriamali 180 wamethibitisha kuleta bidhaa mbalimbali ili kutumia ipasavyo fursa na nane katika kujiongezea kipato. Ndugu waandishi wa habari, maonyesho ya mwaka huu yatakuwa ya kipekee sana, kwani yanatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wetu wakuu wa kitaifa kwa nyakati tofauti tofauti kulingana na matukio yalivyopangwa. Tunatarajia viongozi wakuu kwa ratiba ifuatayo. Tarehe 1 mwezi wa 8 ambapo ni siku ya ufunguzi rasmi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atayekuwa mgeni rasmi. Tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026, Mheshimiwa Balozi Musa Omar, mbunge na waziri wa fedha, pia atashirikiana na Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, mbunge, waziri wa ujenzi. Atashirikiana na Mheshimiwa Balozi Mahmud Thabit Kombo, mbunge, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na watakuwa pia na Mheshimiwa Judith Salvio Kapinga, mbunge, waziri wa viwanda na biashara. Wote hawa watafanya kazi tarehe 2 mwezi wa 8. Tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya ushirika na miaka 10 ya Taasisi ya Utafiti Tanzania, Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atayekuwa mgeni rasmi. Tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026, pia kutakuwa na mawaziri wengi akiwemo Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, mbunge, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Pia atakuweko Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Atakuweko Dr. Natu Ed Mwamba, katibu mkuu, Wizara ya Fedha. Atakuweko Dr. Hassan Said, katibu mkuu, Wizara ya Maliasili na Utalii. Wote hawa watashirikiana tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atakuwa mgeni rasmi kwa siku hiyo. Tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026, Mheshimiwa Mizengo Pinda, mbunge, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Baraza la Rais la Ushauri na Usimamizi wa Masuala ya Chakula na Kilimo, atashirikiana na Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji, mbunge, waziri wa Maliasili na Utalii. Pia atashirikiana na Mheshimiwa Ndejembi, mbunge, waziri wa nishati. Atashirikiana na Mheshimiwa Balozi Waziri Rajab Salum, katibu mkuu, Wizara ya Viwanda na Biashara. Atashirikiana na Dr. Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Na atashirikiana na Dr. Stanislaus Muyinga,
Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026, Mheshimiwa Selemani Masud Makame, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, atakuwa ni mgeni wa siku akishirikiana na Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Pia atashirikiana na Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, mbunge, Waziri wa Maji. Watashirikiana pamoja na Mheshimiwa Probas Katambi, mbunge, Waziri wa Mambo ya Ndani, pamoja na Ali Sengagugu, Katibu Mkuu, Wizara ya Mambo ya Ndani, pamoja na Dr. James Mataragio, Katibu Mkuu, Wizara ya Nishati. Na tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya kilele cha maonyesho ya 88, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye atakuwa mgeni rasmi. Ndugu waandishi wa habari, mikoa ya Dodoma na Singida pamoja na Wizara ya Kilimo na Mifugo na Uvuvi tumejipanga kuifanya 88 ya mwaka huu kufana zaidi. Uwanja wetu unaendelea kuboreshwa kwa kujenga barabara za zege, kuweka paving blocks kwenye maeneo ya maonyesho na ujenzi wa mahema unaendelea. Napenda kuhakikishia wananchi mwaka huu hawakutani na vumbi. Lakini wadau wataanza kugaiwa maeneo ya kuweka mahema ya maonyesho kuanzia tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026, yaani siku ya leo. Ndugu waandishi wa habari, haya ni machache kati ya mengi yanayotarajiwa kufanyika. Nitoe heshima kwa wadau na wananchi wa mikoa hii ya kanda ya kati pamoja na wananchi wa Tanzania kwa ujumla pamoja na nchi jirani kwa ujumla kushiriki ipasavyo katika kufanikisha maadhimisho haya na kuyatumia kujifunza teknolojia mbalimbali za kuongeza tija katika mnyororo wa thamani wa sekta ya kilimo.